tunachukua imani hii tunaileta sadaka hii, naomba muipokee. Sali sala zako za mwisho, maana hautatoka salama, na mwanamke yeyote anayeletwa hapa kwa ajili ya kutolewa sadaka kamwe hatoki salama. Kwa hiyo lazima utakufa. Yule uliyempenda ndo mkuu wetu, ametutuma tuje tukutoe sadaka. Utamwona muda si mrefu. Unanifanyia hivi? Mapenzi yote nilokuonesha ni malipo yake. Nakufa mimi. Kaka nyonyoka. Mke wangu Doreen, naomba uache kulia na unisikilize. Unajua hiyo hali iliyokukuta ni hali ya kawaida sana ambayo inaweza kumkuta mtu yoyote yule. Na mtu anapokuta na miscarriage haimaanishi kama ndo amelaaniwa au amerogwa, bali ni hali ya kibiolojia ambayo inaweza kumkuta mtu yoyote yule. Kwa ukiendelea kulia na kunungunika, unakuwa kama unamkufuru Mwenyezi Mungu. Maana lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Na kila jambo kwenye maisha linatokea kwa sababu. Kwa hiyo upasi kulia mke wangu. Naomba nisikilize basi Doreen. Mke wangu, hatupasi kukata tamaa, maana sisi sio watu wa kwanza kupoteza mtoto. Bali inabidi tuzidishe sala na maombi. Mimi na imani Mwenyezi Mungu atatujalia tutapata mtoto mwingine. Nyamaza! Mbona imekuwa hivi? Kwa nini mning'ang'ania? Kwa nini haitaki kutoka? Hii sio kawaida. Hivi Kai, wewe ni mwanaume wa design gani? Nimempoteza mtoto wangu. Afu bado unakaa hapo unaanza kuongea kwamba Mwenyezi Mungu atanipa mtoto mwingine. Hivi umepatwa na nini? Kiasi cha kwamba uoni mchawi tupo naye humu ndani. Kila siku mimi nakwambia huyu mtoto sio mtu mzuri, lakini wewe ndo kwanza uelewe. Sikia nikwambie Kai, simhitaji huyu mtoto humu ndani. Sitaki kumuona mtoto huyu humu ndani.
nilikuwa nakutetea sana, lakini kwa hili sidhani. Hivi kwa nini unapenda kukumbatiana na kaka? Hujui kama yule ni mme wa mtu? Sasa kwa taarifa yako, dada na kaka wanagombana chumbani kwa ajili yako, na dada anataka ufukuzwe. Haijalishi umemsaidia vipi, maana dada anadai wewe ni mchawi yule alibu mimba yake. Sasa nimekufuata hapa, nihitaji uniambie ukweli. Ni kweli una mahusiano na kaka? Na je, wewe ni mchawi? Nakuuliza. Toka. Toka. Toka! Bila shaka ametimiza masharti ya sadaka hii. Damu yake ni halali yako mkuu. Hebu nisikilize kwanza kwa makini. Hupaswi kuongea maneno yao dhidi ya yule binti. Na huyo binti sio mchawi, kwa sababu ninachojua mimi mchawi hana nia nzuri kwa binadamu. Na kama huyo binti kweli angekuwa mchawi, basi angekuacha pale ufe. Kwa nini amenusuru maisha yako sasa? Ila nakwambia Doreen, mchawi ni huyo rafiki yako aliyekuvalisha huo mkufu, na sio huyo binti. Lakini ukiachana na yote, huyo binti amekuja wakati sahihi kwenye maisha yetu. Maana kwa hali uliokuwa nayo pale, mimi mwenyewe nilikuwa nishaanza kuhofia, nilijua nitapoteza maisha yako. Ile yule binti kaja akakunusuru. Kwa lazima tumshukuru sana yule binti, lazima tumweke karibu yetu. Yule binti unavyomuona pale ni very talented. Kwa lazima tumpende na kumthamini kama mtoto wetu wa kumzaa. Na sio kumkashifu kama hivyo. Na nakwambia sasa hivi mke wangu, huyu binti haondoki hapa nyumbani. Hilo swala la yeye kuondoka sijaliafiki. Haondoki. Rafiki yangu sio mchawi. Ila huyu mtoto ndo mchawi humu ndani. Anajaribu kumsingizia rafiki yangu. Mimi ile kinga nilipewa ya kunilinda. Kwa hiyo kuja tu kutoa ile kinga mimi ndo nipone. Yule binti ni mchawi, sio mtu mzuri.
Kila siku nakwambia Kai. Amejaribu kuniharibia mimi ujauzito wangu. Lakini bado wewe unadiriki kumtetea. Amekupa nini yule binti Kai? Simuhitaji yule binti hapa nyumbani. Sihitaji kumuona yule binti hapa kwangu. Mimi naona Doreen, nikiendelea kukuelewesha hutonielewa na utatumia usiku mzima mpaka asubuhi, ila bado hautonielewa. Mimi mke wangu, naomba unipe muda. Mimi jambo nitaklia mwenyewe, ila naomba unipe muda tu na tusikurupuke kufanya maamuzi. Huyu binti hatakiwi kuondoka hapa nyumbani. Inatosha. Leo kaniulia mtoto wangu, kesho atakuua na wewe mwenyewe. Mke wangu, ndo adabu gani hiyo? Nisikilize basi, maana bado hatujamaliza maongezi. Doreen. Jordan! Kwani unataka kuniua? Kwa haya mapenzi yote yana malipo yake? Naongea na wewe, kwani unataka kuniua? Kwani unataka kuniua? Nakuuliza wewe, kwani unataka kuniua? Nisikilize wewe binti. Huwezi kuondoka hapa mpaka siku 7 zitakapofika. Na siku ya 7 ndio siku yako kukutoa kafara. Kwani unataka kuniua? Kwani unataka kuniua Jordan? Naomba unyamaze. Unavozidi kuongea unanifanya nizidishe kafara yako kwa karibu zaidi. Mabinti, kesho ni siku ya kafara ya mafuta. Inatakiwa kumpaka mwili mzima binti huyu mafuta, na kama ilivyo kawaida yetu, lazima tutampaka mafuta ya kafara wa binti huku mkiwa uchi wa mnyama. Kuniua. Kumbe ni mnyama kiasi hiki. Naongea na wewe, unataka kuniua. Kosa langu nini? Kosa langu kupenda? Nakuuliza, kosa langu nini? Halo. Abi, unanipigiaje simu usiku wakati unajua nimelala na mume wangu? Haya yote umeyataka wewe. Ungepokea simu zangu wala nisinipigia siku wakati huo. Wewe. Unajifanya mjanja. Yaani leo hii unanikatia simu yangu. Sijamaliza kuongea. Imeniuma. Sasa hiyo ndoa ambayo unalingia na kuja kuivunja kwa mikono yangu mwenyewe miwili. Na huyo mwanaume wako nitamkiri. Utanijua kama mimi ni mshenzi au mpumbavu. Kosa lako ni kuniamini. Umeniamini mtu ambaye hunijui kabisa. Ingali kuamini na wewe tumekutana mitandaoni tu. Hilo ndio kosa lako. Umenipa imani kubwa sana. Nisikilize binti. Kwenye ulimwengu nataka kuwa mtu mwenye nguvu kubwa sana. Mwenye nguvu ambazo mtu yote hawezi kuzizuia.
Na hizo nguvu siwezi kuzipata kwa namna yoyote ile ikiwa nitakosa kafara yako. Na kafara nayohitaji mimi inataka mtu aliyekuwa kama wewe. Kama nikifanikiwa kutoa kafara yako, basi nitakuwa mtu mwenye nguvu. Umeona haya mafuta? Nitakumwagia kwenye mwili wako na kisha atakuunguza, lakini upaswi kuogopa kwa sababu hayatakuumiza sana. Wekai, kuna nini? Simu yangu. Namba simu yangu. Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Nini kimetokea? Mbona sikumbuki chochote? Mbona kama kuna kitu kinaendelea? Kwa nini sina uwezo wa kuona? Au sababu wa huu mkufu? Tafadhali naomba nionyeshe. Kuna kitu kinaendelea lakini sina uwezo wa kukiona. Samahani, namba unayopiga haipatikani. Tafadhali jaribu tena baadaye. Asante. Vipi, kuna nini? Kuna kitu hakipo sawa kuhusu dada yangu.